Bwana, katika siku ya jana, siku ya tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka wa 2025, msanii maarufu kama Whozu aliweza kuzaliwa pale. Aliweza kusherekea siku yake ya kuzaliwa katika siku ya jana. Moja katika matukio ambayo yalikuja kutokea katika sherehe yake ambayo yalikuja kuibua gumzo kubwa sana na maswali mengi sana kwa watu kuonesha ya kwamba ni kitu gani ambacho Whozu anakuja kutuletea, ni kitu gani ambacho Whozu anakuja kukifanya. Kama ambavyo tulikuwa tumejua tangu awali ya kwamba Whozu pamoja na mwanadada Wema Sepetu walikuwa katika mahusiano mazito sana, ambaye alikuja kumpa jina la Chibaba na Wema Sepetu akajulikana kama Chimama. Moja katika vitu ambavyo vilikuja kusababisha penzi lao kuwa zito sana. So katika siku ya jana bwana, Wema pamoja na Whozu waliweza kufanya vitu vingi sana ambavyo viliweza kuwafanya watu wengi kujiuliza maswali mengi. Wema na Whozu waliweza kufichua uhusiano wao wa kimapenzi mwaka 2022, na tangu wakati huo waliishi kwenye macho ya mashabiki hadi walipotangaza kuachana kwao. Kwenye Instagram wengi wameonyesha kushangazwa na kitu hiki, kwamba watu wengine wakiona kama ishara ya upendo ambao ulififia, na Watanzania wengi walishusha comment zao pale chini kuonesha ya kwamba wengine waliweza kupendezwa na kitu hiko na wengine hawakuweza kupendezwa. Kuna posti ya Wema Sepetu ambayo iliweza kuwashangaza watu wengi sana na kuwafanya wajiulize ikiwa bado ana hisia kali sana kwa Whozu au ni salamu tu za kumbukumbu kwenye siku yake ya kuzaliwa. Tuliona mabusu mingi sana pale jana. Tuliona Wema Sepetu akiwa emotional sana kwa Whozu, akiwa anaonesha mapenzi makubwa sana kuonesha ya kwamba bado kuna nafasi fulani hivi ka Whozu katika moyo wa Wema Sepetu. Moja katika vitu ambavyo watu wengi walishangazwa sana kuona michongo kama hiyo hapo. So post ambayo aliweza kuiachia Wema Sepetu kuonesha kwamba bado ana mapenzi fulani hivi na Whozu iliweza kuzua mzozo mkubwa sana, kwa sababu watu wengi walikuja kushuka katika uwanja wa comment kuonesha kwamba vitu vingi sana waliweza kufunguka kutoka pale. Wanamuita Nice LTZ aliweza kuandika ya kwamba Wema, jifunze ku move on, si kwa ubaya, lakini aliweza kuweka comment yake fupi hiyo akimsisitiza Wema ya kwamba aweze kujifunza ku move on, yani kuendesha maisha yake, kwa sababu anaonekana bado kumpenda sana Whozu. Anaonekana mgumu sana kutaka kuachana na Whozu moja kwa moja. Lakini pia alikuwepo Chibaba Whozu ambaye alikuja kucomment pale chini akisema ya kwamba love you Shunu wa baba. Moja katika comment ambazo zilikuja kuwa na conversation kubwa sana. Watu wengi walikuja kubishana pale chini kuonesha ya kwamba kulikuwa na mzozo mkubwa sana, kwa sababu caption ambayo alikuja kuweka Wema Sepetu katika posti ya Whozu ilikuwa ni kumuita papa. Moja katika maneno ambayo Wema Sepetu anayatumia sana kwa wapenzi wake na watu ambao anawapenda. Lakini pia Baba Levo alikuja kudondosha comment ya mikono juu akiweka ya kwamba amesaliti amri, yani kuonesha kwamba hawezi tena kufuatilia mahusiano hayo, kuonesha kwamba yamemshinda, yani hawawezi. Lakini pia alikuwepo Zuma Uraku akisema ya kwamba ni raha na kuweka kopa moja jekundu ambalo limeweza kukolea vizuri kabisa, kuonesha ya kwamba ameweza kufurahi katika kitu ambacho Wema Sepetu ameweza kukifanya. Moja katika michongo ambayo ilikuja kuibua gumzo kubwa sana, kuonesha kwamba watu waliweza kushangaa juu ya kitu ambacho Wema Sepetu ameweza kukifanya. So mimi nataka unipange hapo kwenye uwanja wa comment mchongo wa Wema Sepetu kuweza kumposti Whozu katika siku yake ya kuzaliwa, kuonesha mahaba fulani hivi na mapenzi, kuonesha kwamba bado anaendelea kumpenda Whozu. Wewe humchongo unauchukulia vipi? Nipange hapa kwenye uwanja wa comment. Mimi nataji G2 one time, G2 one TZ official Chinas, na hii hapa ni G2 Media.